Okay. Karibu tena katika mafunzo haya ya video editing kwa kutumia simu, na leo tutaendelea katika sehemu ya pili ya kuingiza text katika video au katika picha kwa kutumia application yetu ambayo inaitwa CapCut. Kwa leo tutatumia CapCut tuone ni namna gani tunaweza kuingiza text na tunawezaje tukazitumia text. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya katika CapCut ili uweze kufanya chochote kile, lazima hakikisha una project yoyote, aidha picha, aidha video au sauti unayo ambayo unataka kuifanyia hiyo mambo editing, aidha umerekodi au umedownload na kadhalika. Kwa hiyo utatakiwa kuingia hapa katika new project kama kawaida. Ukishaingia hapa utapelekwa katika gallery ili kwenda kuchagua sasa kitu gani ambacho unakitaka kiwe. Hapa kuna kitu nataka niandike leo tafsiri kwa kutumia CapCut. Yani nataka ni edit video kwa kuandika tafsiri, labda mtu anaongea Kiingereza afu mimi nataka niandike Kiswahili, yani kwamba mtu ile sauti anavyoisikia basi asikie sauti lakini aone kinachozungumzwa kwamba ni lugha ya Kiswahili au lugha ya Kiingereza. Kwa leo nitatumia lugha ya Kiswahili, na kwa hiyo nitachagua kitu. Kwa hiyo mimi hapa nitatumia picha pamoja na sauti. Kwa hiyo nitachagua picha hapa hii. Kwa hiyo nitapiga add. Nikishapiga add, picha yangu itaonekana kama hivyo hapa. Kwa hiyo hichi unachokiona hapa yote ni picha. Kwa kuna hichi kipande cha mwisho huko tunaita endings. Kitaki kama kawaida nitakibonyeza, afu nitabonyeza delete. Kwa nitabakia na hii picha. Kwa hiyo kinachofuata sasa hivi ni kuingiza sasa hiyo audio ambayo unataka niandikie maneno. Sasa kwa mfano text yenyewe ipo wapi? Text hii hapa. Hii ndo text tools ambayo tunaizungumzia. Kwa mfano ukibonyeza hapa kutakuwa kuna haya machaguo hapa ambayo yamekuja kama unavyoyaona. Kuna hapa kwenye add text utakuwa unaingiza sasa maneno, ambao ukibonyeza add text hapa utaona kuna kitu kimetokea hapa katika screen na umeelekezwa keyboard hapa sehemu ya kuandika. Kwa hiyo labda naandika, labda naashumu tunaandika. Kwa hiyo labda nimeandika neno kama hilo, jambo muhimu. Sasa katika text kuna vitu vya kuzingatia. Kwa mfano text unataka hiyo na rangi, hiyo na style gani, hiyo na muonekano gani. Kwa hiyo katika kipengele cha pili hapa kuna kitu kinaitwa style. Ukibonyeza hapa kwenye style kuna mionekano mbalimbali ambao unataka. Kwa mfano labda huu maneno yako hivi yamewekewa stroke au hivi au hivi au hivyo kama unavyoona na kadhalika. Sasa afikiria au ashumu nimechagua hii hapa. Hiyo ndo style. Lakini vile vile kuna color kwa hapa chini unavyoziona hizi. Kuna color, unaweza ukachagua ukapaka rangi gani ambayo unaitaka. Kama unavyoona ni rangi gani unaichagua na unaitumia katika kazi yako. Lakini hapa chini kuna size, unaweza ukaongeza ukubwa kama unavyoona, ukubwa wa text. Lakini hii size unaweza ukaliplace kwa kubonyeza, kwa kushikilia hichi kidude afu na kuvuta. Yani ukikishikilia kama hivi ukivuta, unaona ukubwa unaongezeka. Pia vile vile unaweza ukalotate, yani ukazungusha kama hivi unavyoona. Kwa hiyo ni machaguo yako wewe mwenyewe. Lakini kuna kitu kinaitwa opacity hapa chini. Opacity maana yake ni muonekano au uangavu ya ile neno. Kama ukipunguza unaona na kule neno linazidi kupotea. Kama ukiongeza na ile rangi inafanyaje? Inaongezeka. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe tu utakavyopenda kutumia. Hiyo ni style. Effect. Sasa katika effects hapa tunaangalia hii text unavyoiona hapa iwe na muonekano gani, iwe na effects gani. Kwa mfano naweza ngachagua hii. Umeona neno limeonekana kama vile. Unaweza ukachagua hii, unaweza ukachagua hii, na kadhalika, vyovyote vile unavyopenda kama unavyoona. Kwa kama hujapenda kitu utabonyeza ili alama ili la duara hapa kwamba sijakubaliana na kitu chochote. Kwa unabonyeza hivi narudisha kama mara ya kwanza. Kwa hiyo hizo effects zipo nyingi kama unavyoziona hapa, zipo nyingi kweli kweli. Kwa unaweza ukachagua effects gani unaipenda. Kipengele kingine ni animation.
haya maneno kama yanatokea yawe yanamuonekana, yawe yanatokea vipi? Yani kwa mfano ukibonyeza hii hapa, yawe yanatokea kama hivi, yani yanajiandika kama hivyo unavyoona, na unaweza kuongeza speed hapa chini au kupunguza. Kwa mfano nikipunguza speed yataonekana, nikiongeza speed, yani ukifanya hivi unapunguza mwendo kasi, ukifanya hivi ukiongeza huku unaongeza mwendo kasi, kama hivyo yanajiandika moja moja. Au unaweza kaweka speed ya kawaida yakawa yanajiandika kama hivyo. Hiyo ni effect ya kwanza. Kuna zingine yao yanatokea kama hivyo, unaweza ukachagua ni effects gani unaopenda maneno yako yao yanapotokea, kama hivyo, au kama hivyo, au kama hivi, au kama, yani vyovyote utakavyopenda. Hiyo ni effects. Kuna kingine kinaitwa bubble. Sasa katika bubble, sasa hapa tunasema kwamba unaichagulia ile text yako kama background, sijui tunasema, lakini nikiapply hapa unaweza ukaona, umeona, yani ile text yangu imewekwa ndani ya, kama hivyo unaona, sijui unavyoona, naona umeona. Hizo ndio tunasema ni bubbles. Kwa unaweza ukachagua bubble gani ambayo unaipenda, labda kwa mfano labda mtu anaongea afu ukataka kumuonyesha kama anawadha kitu, basi unaweza ukachagua kama hiyo ukamwekea hapo na kadhalika. Mfano kama labda message, mtu ameshangaa na kadhalika. Zipo nyingi sana, zipo nyingi sana. Kuna kitu kingine, hizi ni presents, yani present ni zile vitu ambavyo vilivyokuwepo au ulivyovitumia ndani ya nini, hiyo text yako. Kwa hiyo tumeshaangalia kwa ufupi text. Na sasa katika text ukibonyeza hii text hapa chini kuna vitu vingine. Kuna cha kwanza, kuna sticker. Kwa hiyo hapa kwenye sticker tunasema hivi ni vibandiko ambavyo vinaweza vikawepo au vikakaa. Kwa mfano ukifungua kwenye sticker hapa utakuta vibandiko vingi sana. Kwa hapa juu kuna ni group name ya hilo vibandiko, lakini hapa chini ni zile effects au vibandiko husika ambavyo vinavyotokea kama unavyoona. Kama unataka kuelekeza, kuna mishale, kuna nini, kwa unaweza kutumia sticker yoyote. Kwa hiyo haya matumizi ya sticker utakuja kuyasoma katika somo linalokuja, usijali wala nini, lakini leo lengo sio ni sticker. Nyingine ni auto caption. Auto caption kama kawaida tumesema kuna kipengele mbele utakuja kusoma. Kuna text to audio. Text to audio kwamba hapa sasa unaandika script, alafu katika CapCut hapa kuna roboti ambayo hiyo roboti ukiandikia script au ukiandikia maelezo, yeye yenyewe itakutengenezea nini? Itakutengenezea audio. Kwa hiyo unaweza ukajaribu hapo ukaandika maelezo yoyote ambayo unataka, alafu utatuma, huyo roboti atakutengenezea audio hii tu ambao wanafahamu kuandika mashairi na kadhalika. Kwa hiyo kuna kitu kingine kinaitwa text templates. Text templates sasa hapa tunazungumzia yani ni aina ya miandiko ambayo ipo katika CapCut. Ndio tunazungumzia aina ya miandiko, yani kwamba jinsi zitakavyotokea miandiko, labda unalemba unafanyeje, ipo. Kwa hiyo hapa kuna kitu kingine ambacho cha kuzingatia. Kuna kitu kinaitwa Pro. Ukiona kitu kimeandikwa juu Pro, inamaanisha hicho kitu mpaka ulipie ndo upate hiyo nini, upate hiyo Pro version. Kwa hiyo hivyo vyote achana navyo, sawa. Kwa hiyo kuna auto lyrics. Auto lyrics hapa inabidi utengeneze caption kwanza. Ukishamaliza caption ndio itakuja hii auto lyrics. Draw maana yake ni kuchora. Unachagua sehemu yoyote ile ambayo unataka uchole, ni aina gani ya mchoro. Mfano kama hii peni nikichukua hapa, unaona naweza nikachora kwenye screen hapa kama unavyoona, na kadhalika, wewe mwenyewe utakavyopenda utakavyotaka, lakini hayo hayakuwa malengo. Kwa hiyo tumeshamaliza katika kitu ambacho kinaitwa introduction to text. Sasa kwa mfano nimeandika hii text yangu hapa, sawa, kama unavyoiona hii hapa. Nikiigusa hii text kuna machaguo mengine yatatokea. Kuna add text, unaongeza maandishi mengine. Kuna split. Split maana yake yani kama tulivyosema katika video iliyopita, unagawanyisha kati ya kitu kimoja na kitu kingine. Kwa mfano ukipiga split, umeona kuna vitu viwili hapa vimeshatokea. Kuna text ya huku kama unavyoiona na kuna text ya huku. Kwa hiyo ndo split.
kuna kitu kinaitwa style. Style sasa ndo kama tulivyoona huku katika effects na kadhalika. Kuna kitu kinaitwa fonti hapa. Fonti sasa hapa ndo utachagua aina mwandiko ambao unautaka utumie. Kama unataka kutumia actually sijui nini na kadhalika, ila kama unatumia mwandiko basi hakikisha mwandiko huo unasomeka vizuri na watu wanauelewa ili kukurahisishia katika mambo yako. Yes. Kwa hiyo nadhani tumemaliza, kwa sababu vitu vilivyokuwa kule vyote na hapa vipo kuhusiana na animation tumeziangalia hapo ndani, yani zilizokuwa hapa ndani zote zipo hapa nje. Kwa hiyo hicho ndo cha msingi cha kuzingatia. Sasa kwa mfano nataka niingize tafsiri ya sura au ya mtu ambaye labda alikuwa anaongea anazungumza, nataka nimwandikie tafsiri, na hii inatumika hata ukiwa unaandika lyrics, yani labda kuna kaswida unataka uitafsiri na kadhalika, basi kama ndo tunatumia hii text. Kwa hiyo hii text ukiangalia hapa, picha yangu imeanzia hapa lakini text imeanzia kule. Nafanyaje? Ikandamize hii picha alafu sogeza kuelekea kule upande unaotaka. Kama hapo unaona imekaa vizuri kabisa. Nikigusa tena hii text naweza nikaipanua. Ukigusa katika hivi vincha hivi vya pembeni huko kabisa, tunapozungumzia vincha ni hivi hapa. Hii ncha hii ukiishikilia alafu ukisogeza kidole kama hivi, unaona inatanuka na kurudi kama hivi unavyoona. Ni hapa unaongeza ile time taken. Kwa hiyo nikishika na huku unaona nikisogeza inasogea, nikipanua. Hii yani ukiwa unafanya hivi inamaanisha kwamba hii text unataka iende mpaka wapi, ndo maana yake kwamba kufanya hivi. Na katika hii picha vile vile unaweza ukaigusa kama hivi ukaitanua kama hivi unavyoona, ni kwamba ukataka labda ienee ifike mpaka hapa picha yangu, na hii text labda ifike mpaka mwisho wa hii picha inapoishia na hii text ndio ishie. Kwa hiyo yani nikiplay kama hivi hapa unaona kwamba text itakuwepo kuanzia mwanzo wa picha mpaka mwisho wa picha kama hivyo unavyoona. Kwa labda kama nikiipunguza hivi nikisema labda ishie hapa, nikiplay hapa utaona kwamba text itakuwepo inapoanza, ila baada muda inapotea. Yes, kwa ufupi ndo hivyo. Kwa hii text kwanza nitaifuta, nitapiga delete. Kisha sasa nitataka kufanya sasa just tutorial baada ya kuona ni namna gani ya kuingiza text. Baada ya kuingiza picha kama hivyo, nitaingiza audio, yani sauti. Nitapiga audio hapa. Kisha nitapiga katika sehemu wameandika hapa, wameandika saundi hapa. Nitasubiri load kwanza. Kisha nitabonyeza hili eneo hapa, hili eneo yani kunipeleka katika simu yangu, nikachague saundi ambayo unaitaka. Kisha nitabonyeza hili eneo hapa, nitapiga device hapo. Sasa device inamaanisha kwamba sauti ipo tayari umesha download, yani sauti kama sauti. Ila ukibonyeza hili eneo hapa hili inamaanisha kwamba unachukua sauti kutoka katika video kama tulivyofanya katika tutorial iliyopita. Kwa mimi nitabonyeza hapa device, nitapelekwa katika simu yangu kwenda kuchagua ni kitu gani au muziki gani au saundi gani ambayo nayotaka kutumia. Kwa hiyo nitachagua saundi ambayo ninayotaka hapa nitumie. Hii hapa hii. Yes. Kwa hii hapa ndo hii, kama ndo voice yangu ninayoitaka nitapiga hii alama ya kujumlisha hapa. Yes, voice itakaa hapa kama unavyoiona. Hii hapa. Kwa sasa hivi nikiplay hapa. Yes, kama unavyoiona. Kwa hiyo nitairekebisha kidogo, nitaishikilia kisha nitairudisha mwanzo ili ianze mwanzo kama hivi. Kwa sasa hivi nikiplay hapa itasikika na itaonekana inatembea kama hivi. Changamoto iliyopo ni picha inaonekana inaishi ya kati kuliko sauti. Kwa nitagusa picha kisha nitashikilia hiki kimkia cha huku mwisho hiki, nitakipanua kwa nitapeleka kule ambapo
hiyo saundi ilipo kama hivi, unaona. Kwa hiyo nitakipeleka, ikifika mwisho nitaachia, nitashika tena, nitapeleka, ikifika mwisho nitaachia, nitapeleka hivyo hivyo, nitakuwa naitanua hii picha mpaka nitakapomaliza saundi ilipoishia. Let's say sound imeishia hapa, kwa nitakiacha hapo. Kwa sasa hivi nikiplay hapa itaonekana picha ipo na sauti ipo kama hivi. Na kama unavyoona sasa, kilichobaki ni kuingiza sasa tafsiri. Tumesikia sauti inatoka huko nyuma, lakini sasa tunataka tuone kile ambacho kinachotoka katika sauti, tukione hapo na kitafsiri kwa lugha gani, aidha kwa Kiswahili au Kiarabu au Kiarabu na Kiswahili au Kiingereza, vyovyote utakavyotaka. Ila mimi leo nitaenda kukufundisha au tutaingiza text kwa Kiswahili tu, kwa sababu tusitumie muda mwingi sana. Kwa hiyo kama kawaida nitagusa eneo lolote, yani kwa mfano kama nimechagua kitu nitapiga alama ya kurudi nyuma, au nitagusa eneo lolote lile katika ili eneo, yani maeneo ya hapa nitagusa sehemu yote ile ambayo nataka ili nitoke katika chaguo husika niende katika chaguo lingine. Kwa nikigusa hapa nitakuja katika text. Nikishakuja katika text nitakuja add text. Nikishapiga add text sasa hapa ndo naingiza kitu cha kwanza ambacho natakiwa nikitafsiri. Kwa mfano hapa ameanza kwa jina la Allah, sema Bismillahirrahmanirrahim. Kwa hiyo nataka nilitafsiri hilo neno. Kwa hiyo nitaliandika kwa Kiswahili sasa. Kwa hiyo nitaisogeza chini hapa, kisha nitachagua sasa, hili ndo jina langu, ndo neno langu ambao ni kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Kwa hiyo kwa mfano labda nataka nibadilishe style, sitaki hiyo, nitapiga kwenye style, kisha nitachagua ni aina gani ambayo naitaka mimi, labda hivi vyovyote vile utakavyotaka wewe mwenyewe, ili mradi tu yani uandike kitu ambacho kile kinaonekana. Kwa mfano mimi nimependa hivi hivyo. Kwa hiyo nitakuja nikishaipenda hiyo, kama nataka nibadilishe animation ile wakati anaongea hayo maandishi hayo yanatokeaje, kama yanaandikwa. Kwa hiyo nitabonyeza katika animation, kisha nikishabonyeza katika animation nitachagua animation ambayo inanifaa. Kwa mfano kama nataka yani wakati anasema na hicho kitu kio kinatokea, kwa mfano kama hii hapa, nadhani hii itakuwa ni mzuri zaidi. Kwa hiyo nitachofanya nitaongeza hii muda, nitaongeza muda yes, kama hivi ndo nahisi mpaka hapo imetosha. Baadaye nitapiga okay. Nikishapiga okay sasa nitakuja katika ile neno langu nitaliclick kama hivi. Nikishaligusa nitasogeza huku, nitashika hichi kidude hapa, hiki kidude hapa nitakishika hiki. Hicho kidude kinamaanisha kwamba unaweza ukafanyaje, ukapunguza ukubwa kama hivi au ukaongeza kama hivi, unaona? Yes, kwa nitakishika afu nitapunguza ukubwa kama hivi. Kisha nitaweka katika eneo ambalo nataka haya maneno yawepo. Kwa hiyo labda kwa mfano yakae hapa, yakae hapa. Kwa hiyo yakishakaa hapo nitahakikisha kwamba yanaonekana sehemu yote, alafu nitaplay ili niangalie je yanaendana. Unaona kabisa neno. Yes, unaona neno na stopisha hapa. Neno limekuja kuishia hapa, lakini mimi maneno yangu yameishia kule. Kwa hiyo nitashika hichi kidude hapa, nitakisogeza. Hichi kidude nitakisogeza mpaka pale alipoishia alipomalizia kusema Rahmanir Rahim, pale mwisho pale ndo nitafanyaje, nitalikokota lile neno langu mpaka pale nitasogeza. Kwa mfano kama hapo, ngoja tu play tena tuangalie je ishakuwa sawa, imewiana. Bismillahirrahmanirrahim. Naona imefaa, imetosha. Kwa hiyo nishaandika hapo, imetosha. Kwa hiyo ninachofuata baada ya hapa sasa, hapa ndo text ya kwanza ilipoishia. Nataka niongeze text nyingine sasa, niendelee kutafsiri hiyo sura mpaka iishe. Nitasogeza video yangu mpaka pale neno la kwanza lilipoishia. Nitaanza sasa katika neno la pili. Nikishaweka hapo, nikisha seti, nitakuja katika add text. Nitaandika text nyingine sasa ambayo ni aya ya pili ambayo inaendelea. Kwa hiyo kama nishaandika hapo kama kawaida. Kwa hiyo hapa tena sitobadilisha, ili
wala sitobadilisha text wala effect, kwa sababu najua ni zile zile tu ambazo nazotutumia. Kwa nitapiga okay, kisha kama kawaida nitaisogeza hapa, nitaipunguza ukubwa, nitaiweka katika eneo husika. Kisha nikisha play hapa, nataka niangalie hii text yangu inaenda, sauti inaenda paka wapi. Kwa nita play ili niangalie inapoishia sauti ndo ni text yangu ishie pale. Qul huwa Allahu ahad. Na mpaka hapa kwa nitaiongeza. Kisha baadaye nitakuja kwenye sehemu ameandika animation hapa. Nitachagua kama ile ya kwanza ile ambayo nilikuwa natumia, ipo wapi? Hii hapa. Nitaiongeza, nitaongeza hizi seconds hizi mpaka huku mwisho. Qul huwa Allahu ahad. Na naona hapo inatosha. Kwa nita play, nitaangalia je, ipo sawa, yani sauti inayotoka na maneno yanalingana, yapo sawa, yanaendana. Nita play. Kwa naona hapa kuna mpishano kidogo, kwa nitasogeza mpaka hapa, na hii nitaisogeza kidogo mpaka hapo, kisha nita play tena, nitaangalia. Qul huwa Allahu ahad. Naona ipo sawa. Kwa hiyo nitachofanya, nitarudia hii process mara nyingi mpaka pale nitakapomaliza kufanyeje, kuandika kile ambacho ninachokitaka. Baada ya kuandika ninachokitaka, basi nitakuwa nimeshasema kwamba nimeshaweza kuingiza text na nimeshaanza kuedit video. Kwa hivi ndio inavyotumika. Kama utataka kuingiza text kama hivi, kama utataka kuweka na picha, kama utataka kuweka video au ile video iandikie, niwe mwenyewe unavyopenda. Kwa hiyo hapa mpaka hapa nitasema imetosha. Nitakuja kama kawaida katika export. Basi nitaisubiria mpaka imalize, lakini kumbuka, please don't close CapCut or lock your screen, kwamba hautakiwi kutoka katika CapCut mpaka imalize, na wala hutakiwi screen iingie lock. Inaweza ikasababisha zile lags, yani migando. Yes. Kwa baada ya hapo, kama hapo imemaliza, utapiga neno done hapa juu, ili hapa nadhani utakuwa umeshamaliza kuedit video yako. Tukutane katika video nyingine. Asante.